Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninawakaribisheni sasa katika kipindi kinachokwenda kuanza. Kabla ya yote, napenda tumshukuru Mungu kwa maombi ya kufungua ibada yetu ya siku hii ya leo ya Alhamisi, na asubuhi njema kabisa ambayo Mungu amependezwa tuweze kuiona. Twende mbele za Mungu kwa ajili ya kuchilia baraka na nguvu katika ibada yetu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya baraka yako, asante kwa ajili ya sahihi, asante kwa ajili ya msikilizaji. Mungu, asante kwa ajili ya neema yako, umetupa kibali cha kuonana tena asubuhi ya leo. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji, ninaomba kwa ajili ya wote watakao kwenda kusikia neno utakalo kwenda kuachiliwa asubuhi ya leo. Neema yako na mkono wako Bwana ukae pamoja naye. Ninawaachilia wote mikononi mwako Bwana Mungu wa majeshi. Ninafungua masikio yao ya rohoni, ninafungua masikio ya rohoni. Ninasimama kinyume na chochote kitakacho kwenda kukamata akili yao, kukamata ufahamu wao, ili neno la Mungu itakalo kwenda kuachiliwa asubuhi ya leo lisiweze kuwafikia. Ninasimama kinyume na hiyo mamlaka katika jina la Yesu aliye hai. Neema yako Bwana ikawe juu yao, neema yako Bwana ikawafunike, ikamfunike msikilizaji huu, ikamfunike Bwana kwa damu yako, kwa jina lako. Ninawaachilia wote mikononi mwako, na Mungu najikabidhi kwako na ibada yote tunaiachilia kwako. Neema yako na mkono wako usipunguke kwetu, tukakuone Bwana ukitenda mambo makubwa na magumu hata tusioyajua. Umesema utafanya na utatenda. Tunaiachilia ibada hii mikononi mwako, ni katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Basi kwa sahihi na wakati huu tunakwenda kuomba toba. Omba toba kwa ajili ya maisha yako, omba toba kwa ajili ya uzao wako, omba toba kwa ajili ya mambo yote ambayo uliyafanya, ambayo mengine huenda yalifanywa na wazazi wako, yalifanywa na mababu zako. Twende mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba toba. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba toba kwa ajili ya mama huyo, ninaomba toba kwa ajili ya baba, ninaomba toba kwa ajili ya mambo yaliyofanywa na mababu, yaliyofanywa na mabibi zetu. Bwana Mungu wa mbingu na nchi, tunaomba rehema. Unasema kwako kuna msamaha. Tukisema tuna dhambi twajidanganya, lakini tukizungama umesema wewe ni mwaminifu na wa haki. Tunaamini Bwana kwa ajili ya damu yako ya msalaba tunasamehewa dhambi, tunatakaswa Bwana. Osha mioyo yetu, safisha roho zetu Bwana. Tunaomba Bwana moyo yetu iwe myepesi, iwe safi kabisa. Tusafishe Bwana, ondoa udhalimu mbele yetu Bwana, maana Isaya 59 na mstari wa kwanza unasema maovu yametufarakanisha na wewe. Tunaomba toba Bwana, tunaomba rehema Bwana, tunaomba rehema kwa ajili ya maovu yaliyofanywa na wahenga wetu. Bwana Mungu, katakase mioyo yetu, ukatakase maovu yetu, tuwe wepesi kabisa, tuwe safi kabisa Mungu, tukapate kibali na maombi yetu na ibada yetu asubuhi ya leo ikapate kibali. Tunaomba rehema, tunaomba utakaso, tunaomba msamaha. Osha nafsi zetu, osha roho zetu, osha mioyo yetu Bwana, ikawe safi, ikawe safi katika jina la Yesu, amen. Basi kwa sahihi kuna mtumishi wa Mungu Pastor Festo Serge aliandaliwa kwa ajili ya neno asubuhi ya leo. Kamkao wa kula anapokuja, hebu makofi mengi. Karibu sana baba. Amen, Mungu wa mbingu na kubariki sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Amen. Wale ambao mnaendelea kufuatilia mafundisho yetu tunawashukuru sana. Ni asubuhi nyingine tena, siku ya Alhamisi. Mtumishi Mungu akubariki sana. Amen. Basi wakati una majira haya watumishi wa Mungu, tuende tukasikilize ujumbe ambao Mungu ameuachilia katikati yetu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya wakati una majira haya. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Bwana ambao umempa nafasi kwenda kusimama kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu, sema nasi, tufundishe, tuelekeze katika jina lako Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru na kuamini. Amen. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha mtumishi wa Mungu. Leo ni siku nzuri ya Alhamisi, siku rafiki ambayo Mungu ametupa, ametutetea, ametupigania. Tuliendelea kutembea na somo ambalo linasema nguvu ya maneno, ama nguvu ya maneno yanatoka kwenye kinywa chako. Tulikuwa tunashughulika na nguvu ya maneno yanatoka kwenye vinywa vya watu. Nilizungumza nikasema kinywa kina uwezo wa kumbariki mtu, kinywa kina uwezo wa kumlaani mtu. Kwa ni somo ambalo tunatembea nalo ndani ya wiki hii. Nakumbuka nikazungumza nikasema maneno yako ama kinywa chako ni kiwanda cha kuzalisha bidhaa unayoitaka wewe. Kwa unaweza kuzalisha kwenye kinywa chako baraka ama kuzalisha laana. Kwa tulijifunza hivyo jana, tukapita na tukaangalia, na leo nataka tuendelee mbele kidogo. Nakumbuka jana tuliangalia kwa habari ya maneno yanayotamkwa na watu kwenye maeneo tunayokaa.
Kwa kuna watu ambao waliwahi kutamka maneno mabaya. Tuliangalia jana kwa habari ya Yoshua, tulitazama Yoshua vile alivyotamka maneno kwenye mji wa Yeriko, akasema mji huu pasiwepo na mtu wa kujenga, na akasema atakayejenga kwenye mji huu afiwe na watoto wake, mzaliwa wake wa kwanza. Lakini akijenga tena, akimaliza kufunga milango, afiwe na mtoto mwingine. Yale maneno akatamka kwenye ardhi. Na ukiangalia kile kitabu cha Wafalme, kama nakumbuka jana tulikitazama kile kitabu cha Wafalme, tukaangalia kwamba kumbe yale maneno ambayo Yoshua aliyatamka yakaja kaleta matokeo. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 24 tulitazama jana, mstari wa 24. Kwa hiyo niwaambia na nikazungumza ile 30 Yoshua 16 ile 34 tukatazama jana. Kwa nikazungumza nikasema moja ya vitu ambavyo anavitumia kwenye maisha ya watu ni kutumia kinywa chako wewe, alafu hicho kinywa kikakutengenezea mabaya au mazuri. Lakini pia nikasema kuna watu ambao wana uwezo wa kukutamkia maneno, na kwenye ulimwengu wa roho mtu akitamka neno baya juu yako, ukilipokea kwenye ulimwengu wa roho linaleta matokeo sawa sawa na hilo neno lilivyotamkwa. Nilizungumza na watu mahali fulani nikasema kuna watu ambao wamebeba laana ya kutokuolewa kwa sababu waliwahi kutamkiwaga na mashangazi zao, wakuolewa wewe, wakuzaa wewe, nani atakaye kuoa, nani atakayeishi na wewe. Yale maneno akaleta matokeo mabaya. Leo natafuta kuolewa, yale maneno na take place, yanachukua nafasi. Kwa moja ya vitu ambavyo adui anavitumia ni vinywa vyetu. Kwa kinywa chako kinaweza kumpa shetani uhalali wa kukupiga, wa kukushika. Nakumbuka tuliangalia juzi, kama nakumbuka, kwenye ile Mithali 6 mlango ule wa pili, anasema tumetegwa kwa maneno ya vinywa vyetu, tumekamatwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Kwa kinywa chako kina uwezo wa kwenye ulimwengu wa roho. Unapotamka neno kwenye ulimwengu wa roho, adui analitumia lile neno kukutega na kukushika kupitia lile neno. Kwa ukisema mimi siwezi, kwenye ulimwengu wa roho adui anatengeneza lile neno, analigeuza kuwa ni mtego kwako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisema siwezi kwenye ulimwengu wa roho, matokeo ya kutokuweza yanakuja. Ukisema naweza kwenye ulimwengu wa roho, malaika wazuri, maserafi na makerubi wanakuja kukusaidia, kukutia nguvu, na Mungu pia anasimama kupitia lile neno unalolitamka. Kwa kwenye ulimwengu wa roho tunawindwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa. Na tuliangalia, nakumbuka hapa nafanya revision kidogo na narudia kidogo ili ukumbuke kule tulikotoka tangu jana juzi, tangu Jumatatu. Tuliangalia pia kile kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 21, anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa kinywa chako kina uwezo wa kuzalisha mauti, kinywa chako kina uwezo wa kuzalisha uzima. Kwa unapotamka kwenye kinywa chako, angalia ni neno gani unalotamka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Sasa leo nataka tuende mbele kidogo, tutazame kwa maeneo. Nakumbuka jana nikasema tutakuwa na maombi ya muda mrefu, na tutapita kwenye hayo maombi. Nikasema kile kitabu cha Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 15, nataka tuone kidogo hapa. Anasema tumtolee Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo. Kwa pia kumbe kwenye kinywa chako una uwezo wa kugeuza hicho kinywa kikawa matunda ya Mungu mwenyewe. Niliwaambia watu mahali fulani, sio kama nakumbuka, kuna siku nilizungumza nikasema hivi, Mungu anachokitaka kwako ni kumsifu yeye. Anataka matunda ya kinywa yanayotoka kwenye kinywa chako ambayo yanadhalishwa kupitia sifa. Kwa unapomsifu Mungu, unapomtukuza Mungu, hayo ndio matunda ambayo Mungu anayataka. Unapotamka maneno mazuri, kumbuka, unapomsifia Mungu, unapomtukuza Mungu, kuna matunda ambayo yeye anayafaidi kupitia hicho kinywa chako. Kwa kinywa kina uwezo wa kumtukuza Mungu, kinywa kina uwezo wa kumsifu Mungu, lakini pia kinywa hicho kina uwezo wa kulaani mtu, kina uwezo wa kuua mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa, watumishi wa Mungu. Zaburi ya 141 ule mstari wa 3 anasema Bwana, uweke walinzi kinywani pangu. Huyu ni mwandishi Daudi anazungumza, anasema Bwana, uweke walinzi kinywani
kwangu. Walinzi gani? Walinzi ambao watazuia usiseme mabaya. Moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu viombe, Mungu aweke lijamu kwenye kinywa chako, aweke walinzi. Nazungumza walinzi ni kwamba kabla hujatamka neno au walinzi wakuzuie kwamba usiseme hili, usizungumze hili, sema hili hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Daudi anazungumza, anasema hiyo tuliyosoma hiyo Zaburi ya 141 mstari wa 3, anasema Bwana uweke walinzi kinywani pangu. Anapozungumzia walinzi, unaelewa maana walinzi? Walinzi wanazuia vitu vibaya visitoke, visiingie kukuvamia, vitu vibaya visipite kuiba. Kwa kwenye ulimwengu wa roho, kumbe kwenye ulimwengu wa roho, kama vile nilivyosoma kwenye ile Mithali 6 ule mlango wa pili, anasema anasema shetani anasema tumetegwa kwa maneno ya vinywa vyetu na tumekamatwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Kwa kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna watu ambao wanatutega ili tunaswe. Kuna nguvu za giza ambazo ziko somewhere zimekaa zinasubiri lile neno baya lilete matokeo mabaya kwenye maisha yako. Sasa Daudi anasema, Mungu naomba uweke walinzi kwenye kinywa changu. Kwa natamani asubuhi ya leo Mungu akupe neema ya kuweka walinzi kwenye kinywa chako. Neno baya lisitoke kinywani mwako. Chako. Bwana Yesu sana, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo nimwambia, moja ya vitu ambavyo adui anatumia ni kinywa ambacho unatamka, kile unachokisema kwenye ulimwengu wa roho kinaleta matokeo. Kwa kinywa kina uwezo wa kuwa hatari bila ulinzi. Kwamba kinywa kama kina ulinzi ni hatari, na kitu ambacho kina uwezo wa kulinda ni Mungu mwenyewe. Niliwaambia watu mahali fulani, kuna watu ambao wana maisha machafu, wana maisha mabaya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hayuko ndani yao. Mungu akikaa ndani yako atakuzuia usiseme hili, usizungumze hili, usitamke hili. Ataweka hofu ya maneno unayoyatamka. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa moja ya vitu ambavyo nataka tutaenda kuomba ni kwa ajili ya kumsihi Mungu aweke walinzi kwenye kinywa chako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio mnanielewa tu, watumishi wa Mungu. Kwa moja ya vitu ambavyo uvielewe, mtumishi wa Mungu, kwenye kinywa kuna uwezo wa kuzalisha jambo unalolitaka. Usipomwomba Mungu aweke walinzi kwenye kinywa chako, yatakutoka kila maneno, yatakutoka kila neno. Ukisoma pia kile kitabu cha Yakobo kama mnakumbuka, Yakobo sura ya 3 mlango wa 9 na wa 10, anasema kwa ulimi twambariki Mungu na kwa huo ulimi twalaani wanadamu. Kwa kupitia kinywa watu wanalaaniwa. Kwa unaweza ukarani watu kupitia kinywa, lakini pia unaweza ukabariki watu kupitia kinywa. Kwa kinywa chako kina uwezo wa kulaani, kinywa chako kina uwezo wa kubariki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Moja ya vitu ambavyo tumuombe Mungu aweke lijamu kwenye vinywa vyetu, lakini pia aweke maneno mazuri kwenye vinywa vyetu. Jamani, haleluya. Kuna watu ambao nilizungumza watu mahali fulani, nikasema kuna watu ndoa zimewashinda kwa sababu ya maneno yao. Mtu anazungumza kama sabufa, anaongea huyo baba watu analala na geukia huku bado anaongea. Nikwambia fanya kile. Mwisho wa siku baba watu anaondoka. Kwenye ulimwengu wa roho, sikia, unaposema maneno mabaya kwenye ulimwengu wa roho, adui anakuja na kaa hapo, analeta matokeo ya mafarakano. Na ndio maana kwenye kinywa chako chunga. Adui anatumia vinywa kuwafarakanisha watu. Moja ya vitu ambavyo ni kuombe mtumishi wa Mungu, kama ni mwanandoa, kama ni kijana umeoa, ama ni baba umeoa, ni binti umeolewa, ama ni mama umeolewa, Mungu akupe neema ya kuweka lijamu kwenye kinywa chako. Aweke walinzi kwenye kinywa chako. Usiseme maneno mabaya. Nizungumza watu mahali fulani, nikasema ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya maneno. Watu wengi wanafukuzwa kazi kwa sababu ya maneno. Kwa nini usikae kimya? Bwana mwambie Mungu, nifundishe kunyamaza. Kuna mwimbaji mmoja anasema nifundishe kunyamaza. Kwani kwa sababu kwenye maneno ndiko tunakoharibikiwaga. Kwenye maneno ndiko tunakoshikiliwaga na nguvu za giza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Kwa moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu vielewe, kwenye kinywa chako kina uwezo wa
mambo mabaya ama mambo mazuri. Ukisoma pia ile Waefeso 4 mstari wa 26 anasema neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu. Neno lolote lililo ovu. Unaelewa maana neno lililo ovu? Neno ni neno baya. Mimi ni mbaya, sifai, siwezi, wakuweza mimi, wakununua gari mimi, wakujenga mimi. Unaposema yale maneno kwenye ulimwengu wa roho, adui anachukua yale maneno, ndio yanakuwa matunda ya maisha yako, ndio yanakuwa matokeo ya maisha yako. Sema amina, sio kama unanielewa. Natamani kama mtumishi wa Mungu asubuhi leo, na mimi nitakuombea Mungu aweke walinzi kwenye kinywa chako. Maneno mabaya yasitoke kwenye kinywa chako. Utamke maneno mazuri ya kukujenga na kukuimarisha. Sema amen. Haleluya. Kwa moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu ujue, kumbe Mungu anaposema neno huyu Paulo mtume anaposema neno ovu lisitoke kwenye vinywa vyetu. Kwa kumbe neno ovu ni neno gani? Ni neno la kushindwa, neno la kulaani watu, neno la kukataa, neno la kujidharau, neno la kuna mtu mmoja nilikutana na dada mmoja, tupo kwenye maombi mahali fulani, anaanza kujinenea, mimi mdudu tu, siwezi, yani mimi ndo hivi, yani Mungu mwenyewe unanijua, mimi ndo anajinenea mabaya kwenye kinywa chake. Nani kakwambia mdudu? Mungu ameumba mdudu. Mungu amekumba kwa sura yake na mfano wake. Unasema mimi mdudu, siwezi tu, maisha ndo magumu. Unapojitamkia hayo kwenye ulimwengu wa roho, adui anachukua yale maneno, anageuza anakuwa ni matokeo ya maisha yako. Sema amina kama unanielewa. Natamani asubuhi leo Mungu atengeneze kinywa chako, ujitamkie baraka. Mimi ninaweza. Tunataka tupate mijito ambayo inajitamkia, mijito ambayo iko rohoni, inaambia ni kweli sina hela, lakini kesho nitakuwa nazo. Mimi nitajenga tena nyumba nzuri, tena gorofa, nitanunua V8, nitanunua Range, nitanunua viwanja, nitajengesha, nitapangisha, nitajenga apartment. Tamka hayo maneno. Sio unajiwaza mimi nitafeli, mimi nitashindwa, nitakataliwa. No. Mungu akupe neema ya kubatilisha hayo maneno uliyojinenea. Sema amina. Unanielewa? Na nikazungumza nikasema pia kuna watu ambao pia wanatamka maneno mabaya kwa watu. Na jana tulipita kama nakumbuka. Kuna mtu anaweza kukutamkia neno baya, lile neno baya likaleta matokeo mabaya kwenye maisha yako. Sikia nikwambie, mimi kuna siku naomba Mungu atupe neema sisi kama watumishi wa Mungu tunaomjua Mungu. Siku moja nilikuwa nimeenda mahali fulani. Nilikuwa nimeenda mahali fulani juzi tu hapa. Nilikuwa nimeenda mahali fulani nanunua mafuta. Nilikuwa nimeenda Sheri pale nanunua mafuta. Nikakutana na mtu mmoja amesimama pale. Mafuta ndio ameongezeka bei hivi. Alafu akanifuata mimi, yani huyo yuko karibu na alikuwa anaweka naye mafuta ya Sheri. Alafu akasimama karibu na sisi na mimi. Akanifuata ananiambia, yani kama mafuta yamepanda bei, maskini sisi tutafanya nini? Haya maisha tutayaweza kweli? Anakumbuka lile neno maskini sisi. Kumbuka lile neno anaposema maskini sisi, akanijoin na mimi hapo. Asingesema maskini sisi, tafsiri yake ni kwamba ananiunganisha na mimi nimo humo. Kwa kumbe adui anaweza kumtumia mtu kukushikilia na kukuteka bila wewe kujua. Kwa mfano akasema, kwa mfano kama alivyosema, yani sisi maskini sisi tutaishije? Mafuta yamepanda bei hivi, tutaweza kweli? Akasamia na maneno, na mimi ningechangia kwenye ulimwengu wa roho, na mimi ningejiungamanisha pamoja na yeye. Sikasema maskini na sisi. Hasa alivyosema tu maskini sisi, alivyoniambia tena ananigeukia kabisa, eti ndugu yangu, maskini sisi tutatoboa kweli? Maisha haya sio mimi nikamgeuka kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu huku rohoni nikamwambia kwa jina la Yesu, mimi sio maskini, maskini wewe na familia yako. Mimi sio maskini. Kwa nini? Kwa sababu neno linakingwa kwa neno. Sio mtu anakuambia tu bwana maisha magumu na unachangia. Maisha yatakuwa magumu kweli. Kwa nini? Kwa sababu tunategwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Wakisema magumu, mwambie yuko Yesu aliyefanyika maskini kwa ajili ya sisi tupate utajiri. Sema amina. Jamani, haleluya. Kwa sikubali kile neno wanalolichangia na wewe huko hapo unashabibia. Bwana maisha magumu, na unasema ndio kweli magumu. Yale magumu yanakuja kwako. Sema amina. Ndio maana kama nakumbuka Mithali, hiyo Mithali 6:2 anasema tumetegwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Kwa unapotamka mtu lile neno kalipokea, ukalichukua nawe kuwa lako, linaleta majibu mabaya, linaleta matokeo mabaya. Ni asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Neno baya uliowahi kujitamkia tutaenda kufuta. Hiyo ulisema siwezi, ulisema sitaolewa, ulisema sitazaa, ulisema sitajenga, tunafuta na ukazae na ukajenge ukafanikiwe, na Mungu akupe hiyo neema. Sema amina. Jamani, haleluya. Moja ya vitu ambavyo nakasirika sana, Wakristo wengi tunajidharau. Tuna Mungu aliyeumba vyote. Tuna Mungu Baba, tuna Mungu Mwana, yuko ndani yetu. Kwa nini tushindwe kujenga? Kwa nini tushindwe kusoma? Wewe si wa kushindwa. Pokea hiyo neema, pokea huo upako wa kuweza na kuthubutu. Sema amen. Jamani, haleluya. Kwa asubuhi leo tuende kwenye maombi.
Tumwambie Mungu, weka walinzi kwenye kinywa changu sawa sawa na neno lako lilosema kwenye ile Zaburi ya 144, 141. Wewe Mungu umesema utaweka walinzi, uniwekee walinzi kwenye kinywa changu. Tumwombe Mungu aweke walinzi kwenye vinywa vyetu. Sema amen. Lakini pia wewe Mungu, ndio nimesoma ile Isaya, ile Injili ya Mathayo pia 12, Injili ya Mathayo sura ya 12 mstari wa 36 na 37, anasema hivi, kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Ukinena maneno mabaya, yale maneno mabaya unahukumiwa kupitia maneno. Unaelewa maana hukumu? Yaani kwa mfano ukisema mimi ni mbaya, hukumu ya ubaya inakuja kwako. Ukisema mimi naweza, hukumu ya kuweza, maneno mazuri yale yanatengeneza, unakuwa na baraka. Maneno mazuri yanatengeneza baraka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yanatengeneza haki. Natamani asubuhi leo tumwambie Mungu, kila neno baya linalotoka kwenye vinywa vyetu tunalikataa na tunalipangua. Nimalizie ile Mithali 12 mstari wa 18. Anasema maneno ya upumbavu huchoma kama upanga. Maneno ya upumbavu huchoma kama anaposema maneno ya upumbavu ni maneno mabaya, huwa yanaharibu watu, yanakuvuruga. Sema amina. Naongea na wamama hapa. Kwa kama ulikuwa ni mtu ambaye unaongea sana, na niwaambie watu mahali fulani, kama Mkristo hauruhusi kusema usiwe muongeaji sana. Kwa sababu miongoni mwa maneno mengi, huko kwenye hayo maneno kuna mahali utamkosea Mungu. Kwa nini usimwombe tu Mungu aweke jambo kwenye kinywa chako? Kwa nini usimwambie Mungu aweke mgojezi kwenye kinywa chako kama alivyosema yeye Daudi? Bwana Yesu asifiwe. Tumwambie Mungu aweke mlinzi kwenye kinywa ya 141:3. Anasema hivi, Bwana uweke walinzi kinywani pangu. Tena sio mlinzi, walinzi wawe wengi, wakulinde, walinde kinywa, kisitokee kitu kibaya kwenye kinywa chako. Na mimi nataka nikuongoze haya maombi asubuhi leo. Iwe ni mama unayenisikiliza, iwe ni baba, iwe ni kijana, nataka tuombe. Ni kujitamkia mabaya, tukaishi sawa sawa na mabaya tuliyojitamkia. Iwe ulitamkiwa na watu, natamani tukafuta hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kama nakumbuka jana tuliangalia na juzi kwa habari ya Yeremia 22 mstari wa 29-30, anasema andikeni habari za mtu huyu kwamba hatafanikiwa. Kwa tutaenda kufuta kila maneno mabaya waliotuandikia, pia watu waliotutamkia tutaenda kufuta. Na leo nataka tuwe na maombi ya muda, lakini kesho tutakuwa na maombi ya muda mrefu sana kwa sababu ya muda wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaombe mtumishi wa Mungu, na tutashirikiana pamoja na mtumishi wa Mungu. Tutaenda kuomba kufuta, kubatilisha kila maneno mabaya tuliyotamkiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Naomba tupatishane maneno haya. Tuseme Mungu, tunakushukuru. Wewe ni baba yetu. Umenipa neema na kibali kusikia neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nimesikia neno lako. Kumbe Bwana adui anatumia kinywa changu kushika, kunikamata na kunifunga. Asubuhi ya leo kila maneno yaliyotamkwa kwenye ulimwengu wa roho, shetani akapata nafasi ya kunifunga na kunikamata. Asubuhi ya leo ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Kila neno baya lililotoka kwenye kinywa changu leo hii ninatubu kwa damu ya Yesu. Hayo maneno niliyojitamkia kwamba siwezi, sintaolewa, sintajenga, maneno mabaya yaliyoleta matokeo mabaya kwenye mwili wangu, kwenye familia yangu, leo nafuta, leo nafuta taarifa mbaya nilizojitamkia, ninafuta leo kwenye mji ninaokaa. Kama kuna watu
yaliyo mabaya. Leo nafuta, nabatilisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Napangua kila maneno mabaya. Shetani sikia, imeandikwa kwenye kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 24. Baba umesema damu ya agano jipya inaonena mema, ikanene sasa yaliyo mema juu ya maisha yangu. Kwa damu yako kila maneno mabaya yakafutike, iwe kijijini, iwe mkoani, iwe ni mahali hapa. Nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta leo. Tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, maneno mabaya waliotamka juu yangu, juu ya baba huyo, juu ya kaka huyo, juu ya dada huyo, maneno mabaya waliotamka, ninafuta kwa damu ya Yesu. Walinena mabaya juu ya dada huyo kwamba amesoma hatapata kazi. Hayo maneno yao ninafuta kwa damu ya Yesu. Maneno kwenye mji huo kwamba familia hii haitaolewa, familia hii haitajenga, ninafuta maneno yao kwa damu ya Yesu. Maneno yao tunafuta kwa damu ya Yesu. Laana zao, laana za wazee, laana za mababu, laana za mabibi, laana za mababu, kwa damu ya Yesu unafuta hayo maneno yao, hayo maneno yao unafuta kwa damu ya Yesu. Maneno yao yanafutika, maneno yao yanafutika kwa damu ya Yesu. Walisema kwamba hautaendelea, hautasogea, hautasonga. Maneno yao yanafutika, maneno yao yanafutika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Utapata kazi, utapata kazi, hautaishia njiani, hautaishia njiani, hautaishia njiani. Nasema hautaishia njiani. Futa hila zao, futa zao. Imeandikwa mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana litakalosimama. Futa maneno yao, futa maneno yao, mashauri yao, mashauri yao juu ya maisha yako. Futa kwa damu ya Yesu. Ndio tamka kwa damu ya Yesu, nena kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, inafuta leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Imeandikwa hila zao hazitasimama, maneno yao hayatakuwa wala hayatasimama. Kwa damu ya Yesu inafuta umaskini wao, umaskini wao inafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rima sharima mama, asante Jehova. Maneno mabaya, hebu jitamkie sasa maneno yaliyo baraka. Twende tujitamkie baraka. Baba, katika jina la Yesu tunatamka baraka. Baraka kuinuliwa, inanena kuongezeka, inanena maongezeko. Imeandikwa kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 12, Isaka akapanda mbegu moja kwa mwaka moja, akavuna mbegu 100. Nami Bwana natamka baraka, natamka kibali, natamka kibali, natamka utajiri, natamka kubariki. Kwa unapokwenda nitakubariki, nitakubariki, nitakubariki. Sitakataliwa tena, sitanena mabaya tena, sitasema mabaya. Nitafanikiwa kijijini, nitafanikiwa mashamba yangu, chochote nitakachofanya kwa mikono yangu nitafanikiwa na kustawi. Ndio Bwana asema, damu ya Yesu. Asante Bwana, wewe ni Mungu mkuu. Asante Bwana Yesu. Basi shika sadaka yako mtumishi wa Mungu. Halafu mtumishi wa Mungu akatamka neno kwa ajili ya sadaka. Shika sadaka yako, mwambie Mungu
ajili ya hiyo sadaka. Tamka neno kwamba hata kama nilijinenea mabaya, sadaka ikanitetee. Twende mbele za Mungu tukaombe kwa ajili ya sadaka. Shika sadaka yako alafu omba. Tamka mtumishi wa Mungu, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, tunatamka kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kaka na kwa ajili ya dada huyu, sadaka yake Bwana aliyotoa. Mungu nasema ukumbuke sadaka yake. Zaburi ya 20 na mstari wa 3. Sadaka Bwana ni roho kamili, inazungumza Hezekia alipoumwa, Mungu sadaka yake iliweza kuongeza miaka yake 15. Mungu kupitia sadaka ya mama huyu, ya baba huyu, ya kaka, ya dada huyu, Mungu kaongeze uzao wake. Sadaka ikanene ulinzi, ikanene laana zilizotamkwa kwake zifutike kupitia sadaka yake. Ikamlinde ingi yako, ikamlinde atokako. Hiyo sadaka ikanene mema, ikanene baraka, ikanene kibali. Tunalibariki jina lako katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Basi tunakaribisha tena kesho asubuhi kwenye ibada hii ya Morning Glory, kesho siku ya Ijumaa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Sadaka yako unaweza kaiachilia kwenye namba zinazopita hapo chini. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Amen. Amen. Thank you.